Yesu asifiwe sana. Muulize mwenzako, unayo imani? Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya haki yanategemea sana imani ya mtu. Na tulisema imani ya mtu inategemea sana sauti ya Mungu na neno la Mungu. Hakuna imani pasipo na neno la Mungu na sauti ya neno la Mungu. Haipo. Jamani, tunaelewana? Mwenye haki wangu ataishi. Tunatembea kwa imani, sio kwa kuona. Sasa kwa kuona maana yake kwa mwilini. Kuna watu wanatembea na dunia inasemaje, falsafa ya dunia hii inasemaje, wanatembea katika hayo. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe mwenye haki hutembea kwa imani, na matendo ya haki yanatendwa. Ukimuona unasema huyu ni mwenye imani. Ukiangalia Shadrach, Meshach na Abednego, uamuzi wao na matendo yao, unasema huyu ana imani. Yaani mtu ukitaka ujue imani yake, anaamini sawa sawa, angalia matendo yake. Matendo ya haki yanaenda na watu wenye imani. Lakini anasema kitu cha pili, kupenda rehema. Kupenda rehema. Rehema ni hali ya huruma na kuwajali wengine. Rehema ni hali ya kuwahurumia wengine. Unawajali wengine na kuwatazama wengine. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kama wana wa Mungu tuwe na moyo wa rehema. Tuwe na moyo wa huruma juu ya wengine. Tuwasaidie wengine. Na Biblia inasema ndiyo dini iliyo safi. Pale jirani yako anahangaika, lakini wewe uko tu na utulivu. Nakwambia, anasema siku anakuja, tasema Bwana, ulisema tuje tukuone. Unasema Bwana, ulikuwa na njaa. Unasema ulikuwa na kiu. Toka lini Bwana? Anasema katika hao walio wadogo mlivyokuwa mnawatendea, mlinitendea mimi, na ambavyo mlikataa kuwatendea, hamkunitendea mimi. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na moyo wa huruma na rehema. Tuwajali wengine. Tuwahurumie wengine. Kuna watu mambo Mungu hajaachilia kwa sababu wao hawajaachilia. Kuna wao tu hata ndugu yake akimkosea yuko tayari kutembea mwaka mzima na anasema ataniona, na yuko hapa JIT. Unakuwa unajisumbua tu. Kuna mtu unakuta yuko na magomvi, tena kwaya moja wanacheza wote, na anasema sisi ni watoto wa baba mmoja. Moyo wa huruma. Kati ya watu ambao tulionyeshwa kuwa sisi tukipigwa huku tunageuza. Saa hizi tukipigwa huku unampiga wewe huku na unamwongezea na hiyo shida. Yaani neno halijipingi. Ukikosewa, kwa lugha nyepesi, ukikosewa uwe na uwezo tena wa kurudi. Hilo ni pigo la pili ujue. Vishe kukosewa ukarudi kuomba msamaha, unadhani ni rahisi? Yaani ukumegeuza tena na upande wa pili. Mtu amekukosea kabisa. Umefika mahali mtu amekukwaza. Bwana Yesu asifiwe sana.
Yaani mtu amekukwaza mpaka mwisho. Wakulima, umemwaga zako mpunga, umeotesha, umekuwa umefika hapa, mtu anaingiza mifugo, unajisikia kufanya lolote. Na mtu mwingine nikasikia anashauriwa, yuko mganga mahali. Unasikia upendo wa wengi utapoa, unadhani lugha ipi? Nikasikia yule mtu anatangaza, jamani, natoa siku 2. Aliyechukua hela zangu anajiita mtumishi wa Bwana. Anawapa watu siku, nawapa siku 3. Nitakalo liamua. Watu, moyo wa neema upo. Akawa tayari kwenda kwa mganga na anajiita mtumishi wa Bwana. Sijui Bwana gani. Kakwazwa kidogo sana. Na mtu mwenyewe baada ya mwishoni akasema, nilitaka tu ukamilishe mbwembwe zako zote, ila hela yako Bwana hii hapa. So you can imagine, ni kipimo cha moyo wa mtu. Sio rahisi. Na najua wanaume tu ni wagumu sana kuombaga msamaha. Wagumu yani. Unajua bwana, mimi unajua bwana. Hata kama alikuwa amekosea, atashuka, lakini yani atashuka tu, ila kuomba nani? Na hasa kwa Afrika na Tanzania. Na vile anajiandikiaga mkubwa akosei, sijui aliikutaga wapi. Mkubwa anakosea. Na anapaswa awe mtumwa wa walio wadogo. Bwana Yesu asifiwe. Ile moyo wa huruma na kuwahurumia wengine. Nauliza watu, uko wapi? Leo hii utamkuta mtu ana shida na anahangaika, lakini watu wanasema acha naye, kwanza itakuwa kamkosa Mungu. Watu hao na watumishi wa Bwana wako hapo kanisa. Amemfungia kifundo mwenzake, mwezi unapita, wakati Biblia inasema hata jua lisizame wala usiache tena lichomoze, ila yeye mwaka mzima mwezi amemfungia. Nakwambia umejifungia baraka zako na mafanikio yako, kwa sababu rehema za Mungu haziko pamoja nawe. Kwani Mathayo 6:14 nasema, msipowasamehe hao watu makosa yao, na Mungu wa mbinguni hata wasamehe. Msipowahurumia hao, na Mungu wa mbinguni hata wahurumia. Huruma za Bwana zinaondoka juu yako. Na huruma za Bwana zinavyoondoka, maana yake ujue msaada wa Bwana unahama. Kuna mambo unakuwa unapambana kweli kweli na kuona yanatokea ni ngumu. Huruma za Bwana zimeondoka, rehema za Bwana zimeondoka. Kwa sababu huenda hata hayo yote unafanikiwa ni rehema za Bwana, haukustahili. Huenda hata ulivyo navyo ni rehema za Bwana, haukustahili. Lakini wewe umeshindwa kuwa na rehema kwa watu wa Mungu. Umeshindwa kuwa na rehema kwa watu wengine. Umeshindwa kuwa na rehema juu ya ndugu yako. Umeshindwa kuwa na rehema. Umemshikilia kweli kweli. Tunavyoongea umemshikilia. Maombi unaona yaendi na bado umekazana. Nasema yani simwache. Usimwache, na wewe hauachwi na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Heri wenye rehema, maana watapata rehema. Ni Biblia na ni neno la Mungu. Heri wanaowahurumia wengine, maana hao watahurumiwa na Bwana. Ni neno la Mungu na ni Biblia. Wewe tu wakatili watu ukijua unawakomesha, unajikomesha. Wakatili tu watu na kuwatupilia nje, ukijua unawakomesha, unayakomesha maisha yako. Kwa sababu unaziondoa huruma za Bwana na rehema za Bwana juu yako. Nani anayeweza kuishi pasipo na rehema za Bwana hapa?
Wote tunaishi kwa rehema za Bwana. Bwana asifiwe. Moyo wa huruma, moyo wa kusamehe na kuachilia. Yakobo 2:13.